ndugu zangu waandishi wa habari, nimeona niwape leo ni kuhusiana na tukio kubwa linalokuja kwa nchi yetu kwa siku ya kesho. Kesho tarehe 12 ya mwezi Juni mwaka 2025, wizara yetu ya fedha na wizara ambayo iko ofisi ya Rais, uwekezaji na mipango, zitawasilisha bajeti kuu ya serikali, lakini pia hali ya uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo kama nilivyosema, hotuba ya bajeti kuu ya serikali itawasilishwa kesho bungeni katika bunge la 12, kama ambavyo mnajua ndio linaenda ukingoni, na tarehe 27 ndio litaahirishwa, wanasema litahitimishwa na Mheshimiwa Rais mwenyewe. Lakini kesho ni siku muhimu ya uwasilishaji wa bajeti kuu ya serikali, na bajeti hii ndio bajeti ya mwisho ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na ni bajeti inayohitimisha mpango wa maendeleo wa miaka 5, lakini ndio bajeti inayohitimisha dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Wote mnafahamu kwamba sasa hivi nchi yetu tunaandika dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2025-2050. Kwa bajeti hii ndio inayokwenda kuhitimisha dira iliyopita ambayo tunaikamilisha sasa ya mwaka 2025. Na kubwa zaidi ni kwamba hii ni bajeti yetu ya uchaguzi. Ni bajeti ya uchaguzi kwa sababu katika bajeti itakayosomwa kesho ndio itakayotoa fedha zitakazohudumia uchaguzi wetu tunaotarajia ufanyike baadaye mwaka huu. Kikubwa na muhimu kwa Watanzania wote, tunakwenda kuwasilisha bajeti ya uchaguzi inayotokana na fedha zetu sisi wenyewe. Nchi yetu imeanza safari ya kugharimia uchaguzi kwa fedha zetu sisi wenyewe badala ya fedha za wafadhili. Hili ni jambo muhimu la kujivunia kwetu sisi wa Tanzania. Tanzania yetu iliyo huru, Tanzania yetu inayojitegemea, inayojiamulia mambo yake yenyewe, ni lazima iwe na bajeti inayojifadhili yenyewe. Kwa hiyo hii ni bajeti muhimu na ndio bajeti ambayo inakwenda kuweka fedha kwa ajili ya hiyo. Kwa hivyo hotuba hii ya bajeti itatolewa kesho majira ya saa 10 za jioni. Lakini kabla ya hotuba ya bajeti itatanguliwa na taarifa ya hali ya uchumi. Hotuba ya bajeti itawasilishwa na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu. Lakini taarifa ya hali ya bajeti itawasilisha asubuhi bungeni, nayo itawasilishwa na waziri kutoka ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo. Ombi langu kwa wananchi, tufuatilie uwasilishaji wa bajeti hizi ili tujue serikali imepanga kufanya nini, mambo gani mazuri yanakuja katika mwaka ujao wa fedha, tunahitimisha vipi safari yetu ya mpango wa miaka 5 wa maendeleo, na tunahitimisha vipi dira yetu ya maendeleo ya miaka 25, yani mwaka 2025. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya taarifa hizo mbili, nimeona pia tupeane taarifa juu ya mambo mawili matatu yaliyojiri na ambayo ni muhimu wa Tanzania wakayapata kwa msisitizo. Jana jijini Dar es Salaam kumefanyika tukio kubwa la gawio kutoka kwenye mashirika yetu ya umma. Tukio la gawio ama hafla ya gawio imefanyika jana. Tumeandika historia kubwa kwa tukio hili ambalo limekwenda sambamba na kuandika historia kwa nchi yetu, kwa mashirika yetu ya umma kuwasilisha gawio kubwa ambalo halijawahi kutokea. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, mwaka 2023-24, mashirika yetu ya umma ambayo sasa kwa idadi yamefika 309 yamewasilisha gawio kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la kiasi cha shilingi trilioni 1 na bilioni 28. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Hiki ni kiwango kikubwa, lakini ni kiwango kikubwa ambacho kimetokana na uwekezaji